Kawangware 56 jijini Nairobi wameomba maafisa wa usalama kufanya hima kuchunguza kutoweka kwa jamaa yao Pius Ngugi. Ngugi alitoweka siku 10 zilizopita alipokuwa akiendesha kazi yake kama dereva wa teksi za mtandao. Aliondoka nyumbani baada ya kupata mteja, huku uchunguzi ukionyesha simu yake ilizimwa maeneo ya Athi River katika kaunti ya Machakos. Gatete Njoroge anaarifu. Wakati mlikuwa mnafuatilia, majonzi yanamtiririka kila anaposimulia kutoweka kwa mumewe, dereva wa teksi Pius Ngugi. Kwa siku 10 sasa, Rahabu Wanjiku hajui aanzie wapi. Tarehe 5 Disemba ilianza kama siku ya kawaida hadi mwendo wa saa 7 mchana. Customer alimuita akiwa kwa nyumba ndio akatoka. Na akaingia sasa kazi normally. Kufikia saa 9 mchana ndio nilimpigia, tukawasiliana ile ya kujuliana hali na yeye. Na akaendelea na kazi. Alikuwa sawa na akaendelea na kazi yake. Mkewe alijua kuna tatizo mwendo wa saa 5 usiku alipompigia na kupata simu yake imezimwa. Alifikiri angempigia au kufika nyumbani, ila ilipofika asubuhi hakurejea. Ajoi zima simu hata ikiingia kwa nyumba, mimi alitoka kazi late. Ningeweka hiyo simu yake flight mode, but it is never off. Azimangi simu. Hapo ndio nikasense kuna danger. Walipiga ripoti katika kituo cha polisi Kabete, ambapo maafisa wa upelelezi walianzisha uchunguzi. Familia ikisema mara ya mwisho simu yake ilionekana Athi River kabla ya kuzimwa. DCI walisema signal ya simu ya mwisho inaonekana Gilani Estate, areas za Athi River. Na hiyo bado ndio ilikuwa tu kwa hiyo statement ya Safaricom. Tumemtafuta public hospitals zote za Nairobi, tukamtafuta Machakos level 4, tukamtafuta Sharom Hospital, tumeingia Kangundo. Maafisa wa upelelezi Kabete wamedhibitisha kuwahoji baadhi ya waliotangamana na Ngugi mara ya mwisho, huku wakisubiria taarifa muhimu kutoka kwa kampuni za teksi za kidijitali kusaidia kwa uchunguzi. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.